Promova TV, a home of testimonies. Nawasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Naamini mko wazima. Habari ya uzima wenu? Ni salama. Jina langu ni Askofu Timothy, natokea Tanzania, na namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo ametukirimia tuweze kujifunza juu ya uongozi. Uongozi ni somo kubwa, pana na la maana sana kwa ajili ya kanisa. Linamfanya kiongozi ajitambue, ajue wajibu wake, ajue mipaka yake na nini anatakiwa asimame nacho ili kumzalia Bwana matunda. Kwa hiyo kuna siku mbili ya leo na kesho tutaangalia mambo ya msingi. Kwa leo tutaanza na nafasi za kiongozi. Kiongozi ana nafasi za muhimu sana, na kwa kutokutambua hili, watu wengi wameshindwa kufikia malengo ya Mungu. Kwa hiyo kiongozi ana nafasi zake ambazo anatakiwa azijue. Akisha azijua, azifanyie kazi. Yeye si mtu mdogo. Yeye si mtu mdogo, kwa sababu kanisa ni kiongozi. Kiongozi akiumba, kanisa limeyumba. Kiongozi kama Biblia inasema kiongozi akiwa kipofu, kanisa linaenda shimoni. Kwa hiyo kiongozi ana nafasi kuu. Tutaanza nazo hizi tatu kutoka kitabu cha Isaya 55 na mstari ule wa 4. Kwa hiyo ukijua hizi tatu, hata ile ambayo umegusia kwamba kuna wakati unapita kwenye magumu. Kwa nini mtu anapitia kwenye magumu na yanamshinda au anashindwa kuendelea? Ni kwa sababu hajui hizo nafasi zake. Isaya 55 mstari wa 4 anasema, angalieni, nimemweka kuwa shahidi kwa kabila za watu, kuwa kiongozi na jemedari kwa kabila za watu. Mungu ametuweka kuwa viongozi, tuwaongoze wengine. Mungu ametuweka kuwa mashahidi. Sisi ndio watangaza imani na watetea imani. Shahidi, tuko na ushuhuda. Mitume walileta ushuhuda. Kwa hiyo kila nafasi hapa ina namna yake ya kutenda. Kiongozi ni jemedari au kamanda. Sawa? Kwa hiyo ya kwanza, tukianza na hiyo, ni ya muhimu sana. Sisi ni viongozi, lakini tunaongoza kwa niaba ya kiongozi mkuu ambaye ni Mungu. Kwa tumewekwa tumsaidie kusimamia wengine. Msimamizi mkuu ni Mungu.
Na kuna kitu hapa cha kuelewa kabla tujaenda mbali. Kuna mifumo minne ya uongozi. Mifumo sio kama unaelewa? Kuna mifumo minne ya uongozi. Mfumo wa kwanza ni huu tunaotaka kuzungumzia, mfumo wa kimungu. Mungu kuwa kiongozi na mtawala. Mfumo wa pili ni mfumo wa kigiza. Mfumo wa giza ni shetani kuwa kiongozi na mtawala. Tanielewa hapo mbele. Mfumo wa tatu ndio huo ambao umeua kanisa, mfumo wa kidemokrasia. Ni watu kuwa viongozi na watawala. Na mfumo wa mwisho ni wa mtu mwenyewe binafsi, wanaita dictatorship. Ni mtu kuwa kiongozi na mtawala yeye mwenyewe. Ngine naona tunaanza kuacha. Ndio mambo ya uongozi. Sasa katika hiyo mifumo minne kuna mahali kanisa tumekosea. Ndio maana kanisa halionekani. Sisi kama kanisa, kiongozi wetu mkuu ni Mungu. Ndiyo kiongozi wetu. Tunachukua kwake, tunawaletea watu. Tunachukua kwa watu, tunampelekea Mungu. Kwa sisi tuko katikati, kati ya watu na Mungu. Kwa chochote tunachofanya lazima kitokane na Mungu, kimpendeze Mungu. Yesu ameitwa kwenye Kolosai 1:18. Kolosai 1:18, Yesu ameitwa ni kichwa cha kanisa. Kama ni kichwa, maana yake ndio kiongozi mkuu. Kuona kwetu, kufikiri kwetu, kusema kwetu, kuona kwetu, kufikiri kwetu, kusema kwetu, unamtegemea yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukifanikiwa hapo umeshinda. Kwamba haya ninayofanya yanatokana na Yesu, na mwakilisha Yesu. Ibada ninayoipeleka naipeleka kwa niaba ya Yesu. Kwa nini Yesu? Kwa sababu Yesu ndio mwanzilishi wa imani yetu. Hatuna mwanzilishi mwingine. Sasa kanisa limepoteza hiyo nafasi. Tutarudi baadaye hapo. Nafasi ya nini? Ya tunaita Mungu kutawala. Wazungu wanaita theocracy. Nafikiri naandikwa hivi. Theocracy. Alafu kuna demokrasia, alafu kuna hiyo ya dikteta, dictatorship, alafu kuna hii ya shetani, sielewi inaitwaje,
Acha tuniandike Kiswahili alafu nifafanue. Kuna kitu nataka leo uelewe, na hii kitawasaidia sana kuwa kanisa ambalo Mungu analitaka. Hapa ya kwanza ndio hii tunayoshughulika nayo. Nimemweka kuwa kiongozi. Tumewekwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo hatuna maamuzi yetu wenyewe. Kila tunachokifanya kimpendeze nani? Mungu. Tunakipata kwa nani? Mungu. Kwa ajili ya watu wa nani? Mungu. Sisi tumebezwa maamuzi yetu. Elewa, Musa aliletewa mtu aliyeokota kuni siku ya nini? Ya Sabato. Si ndio hivyo? Alimfanyaje? Alimhukumu? Hapana. Alisema ngoja nimuulize Mungu atasemaje juu ya kosa hili, kwa sababu haikuwemo kwenye Torati. Musa akamuuliza Mungu, alafu Mungu akasema apigwe kwa mawe mpaka afe. Sasa turudi mimi na wewe, ukiacha Musa kuuliza, mtu aliyekota kuni siku ya Sabato ungemhukumu hukumu kubwa kiasi hiki? Jibu ni hapana. Lakini mwenye hiyo kazi anaona hili kosa ni kubwa sana. Kwa hiyo Musa alifanikiwa kwa sababu alikuwa anauliza. Siku alipoacha kutambua hapa, ndio siku Musa alikataliwa kwenda nchi ya Kanaani. Aliambiwaje? Nenda kauambie, wakusanye wana wa Israeli, ukauambie mwamba utoe nini? Maji. Yeye akaenda kuambia wana wa Israeli, enyi waasi, nataka niwatokezee maji kwenye mwamba huu. Ikawa kosa. Mungu anasema wewe na Haruni hamkunistahi mbele ya wana wa Israeli. Kwa hiyo maneno ya Musa yalikuwa yamwakilishi Mungu. Alienda kujiwakilisha yeye. Kwa sababu Mungu anasema waambie mwamba utoe maji. Yeye anawaambia watu, enyi waasi, nataka niwatokelezee maji kwenye huu mwamba. Je, wangesema hatutaki? Angefanyaje? Hii ya pili ndio inawatesa wachungaji na ni ngumu kusogea. Demokrasia. Sisi kama spelling zangu ziko sawa. Hii demokrasi ni mfumo wa mataifa ya kimagharibi. Ni watu kuamua tuwe na dhehebu letu kama lile pale. Jina lile mnalisoma. Natolea mfano, sianze kumjia. Wanaamua sisi kanisa letu tutaita vile au AJK au vyovyote. Alafu wanaweka utaratibu, kanisa letu tutakuwa na utaratibu huu na huu na huu. Wakati wanapanga vile, hapa Mungu hawamhusishi. Tuelewane hapo, kwa sababu ndio mnapotesekea. Mungu hahusishwi, wanapanga taratibu zao. Ili mtu awe askofu atatakiwa awe na sifa hizi, sio lazima ziwe za Biblia. Kuna kanisa moja liko huko kusini mwa Afrika, anasema ili mtu awe askofu awe ana uwezo wa kunywa pombe kwa wingi bila kulewa na kupepeswa. Ni sifa. Kwa hiyo kama kwa sababu ile kanisa linabatiza kwa pombe na wanashiriki pombe. Sasa kama atalewa akose nguvu, si askofu ataanguka, ibada itaendelea. Kwa hiyo ni sifa. Vyote hata mkisema awe msomi sana ni sifa.
lakini hazitoki kwa Mungu. Eneo hili la demokrasi au demokrasia ni mambo ya siasa. Ukishaingiza hii, umemtoa Mungu. Washirika wana sauti kuliko mchungaji. Washirika wanasema tumemweka sisi na hatumtaki. Mpo au niko mwenyewe? Maana Wakongo mnanyamazaga kimya. Nataka uelewe, hapa ndio pameua kanisa. Heshima ya mchungaji imefia hapa. Wakristo kuwa na sauti kuliko kiongozi. Yaani Wakristo ndio wanasema tupeleke hivi, wakati wewe Mungu ndio kakuweka. Mungu anasema ongoza kanisa langu hivi. Wakristo wanasemaje? Hatutaki hivyo, tunataka hivi. Lazima ukwame. Wakristo ndio wanaamua upewe posho kiasi gani au usipewe. Ukiacha nyewe mko kambi ya wakimbizi, huko nje huko washirika wanaleta sadaka, zote zinauzwa, mchungaji anarudi mikono mitupu. Lakini walileta kuku, walileta ndizi, na nyumbani hana chakula. Sio kwamba wako kwenye uongozi wa Mungu, wako kwenye uongozi wao waliojiwekea. Kila kitu lazima kiuzwe. Hapa washirika ndio wana sauti, walikuweka wao, utawajibika kwao na watakutoa wao. Kuna naye nielewa nisoge? Kwa hiyo muundo wa kwanza ni washirika hawana sauti, Mungu ndio mwenye sauti, na wao wakitaka kuamua jambo wanamwendea Mungu, wanamuomba Mungu, kuna tatizo hili limetokea, tusaidie. Mungu ndio anayeamua. Hii ya tatu, udikteta huko sana huko nje na kwenye makanisa huko. Mtu anaanzisha kanisa lake kwa maono ya moyo wake, kwa sababu hapa kwenye demokrasi kuna kitu kinaitwa katiba. Kiongozi anafuata nini? Katiba. Hapa kwenye theokrasi kiongozi anafuata neno la Mungu, Biblia. Utofautisha hiyo. Hapo unafuata neno la Mungu na roho wa Mungu. Hapo unafuata katiba mliojiwekea, taratibu, kanuni na miongozo. Hapa unafuata moyo wako unasemaje. Unaweza kutoa sadaka ukazichukua ukawarushia, kaambia visadaka vyenyewe kidogo hivi, chukueni wenyewe. Ni wewe unavyoona. Leo utahubiri nini? Ni wewe. Kwa hiyo udikteta upo kwenye makanisa baadhi. Mtu amelianzisha mwenyewe, ana malengo yake mwenyewe, anafanya anavyowaza moyoni mwake. Sijui kama tunaenda pamoja. Tuko pamoja? Hii mifumo msipoijua, utaweza kuongoza kanisa na utalaumu watu bure, wakati kumbe kanisa ni la kwake. Ni la kwake na mke wake na watoto wake. Mmoja askofu, mwingine askofu msaidizi, mtoto katibu mkuu, shemeji sijui mkuu wa jimbo. Ni kitu ameamua, usiwalaumu. Ya mwisho sasa, hii ya mwisho inafanana na ya kwanza. Kwa nini nimekuletea hizi? Hizi ni muhimu sana. Kanisa linashindwa kwa sababu liko kwenye demokrasia. Linashindwa kwa sababu liko kwenye dictatorship. Sasa hizi mbili ni za kiroho.
Huku kuna Mungu na hapa kuna shetani. Kwa nini nimekuletea hii? Wachungaji na watumishi wengi hawajui kwamba shetani naye ana watumishi na ana makanisa, ana waganga wa kienyeji, ana wachawi. Kwa nini washirika tunalazimika kumaliza ibada mapema ili tuwaache huru? Na tunawaacha huru, wanaenda wapi? Wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Kwani ibada zinakimbizwa ili watu waende wapi? Utaniambia wanaenda kwenye biashara. Wote ni wafanya biashara, na ni siku ya Bwana. Sasa kwa nini wanaenda kwa waganga wa kienyeji? Kwa sababu huyu kiongozi wa hapa kanisani hachukui chochote kwa Mungu. Isaya 48:17. Tusome moja. Wewe una kiongozi wako anaitwa nani? Mungu. Umsikilizi, upokei upako, upokei mamlaka, upokei nguvu, upokei ufunuo. Huyu mganga wa kienyeji ana kiongozi wake anaitwa shetani. Anamsikiliza, anampa nguvu, anampa ufunuo. Hamna wa kusoma hiyo andiko. Hii tutaenda kwa Isaya 48:17 inasema, Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli asema, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Mungu ndiyo kiongozi wako, anakuongoza, anakufundisha. Unanufaika kwa kumsikiliza. Sasa ukiacha kumsikiliza, hao wanamsikiliza shetani, watakuzidi nguvu. Kwa nini? Waganga na wachawi na wapiga ramli wote wanachukua mfumo kama wa kimungu, ila wao wanamsikiliza shetani. Nina mtu hapa? Mpo mnaelewa? Yaani hapo una mchungaji, hapo una mganga wa kienyeji. Mara nyingi matokeo makubwa yanapatikana kwa mganga wa kienyeji kwa sababu hiyo moja tu. Anamsikiliza shetani anasema. Anaziamini nguvu zake na anazitumia. Mchungaji anakuja tu amepanga, leo nawapiga na leo niwapige na nini? Pige na tajiri na maskini Lazaro. Amefikiria tu. Sasa anakuja anachemka na hapati matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Shida iko hapo. Kwa lazima kwanza tujue hapa ili tuhame hizi tatu. Turudi hapa. Tukirudi hapa sisi ni washindi. Amen. Yesu alikuwa hapo. Kila alipokuja alikuwa na ufunuo. Pepo zililipuka. Wagonjwa walipona. Wasiofahamu walifundishwa. Ndio maana anatangaza hapa, Roho wa Bwana yu juu yangu. Luka 4:18. Soma hapo, nisaidie kutoa kusoma. Watu wa Bwana kwenye kusoma.
ya uongozi hatuchemki jamani. Luka 4:18 Biblia inasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana amenitia mafutani wahubiri maskini habari njema. Ameniweka wakfu ni hubiri habari njema. Yaani bila Roho wa Bwana Yesu hana kitu. Na nani nielewa? Bila Roho wa Bwana Yesu hana kitu. Ni mwanadamu kama mimi, kama wewe, kama yule. Lakini kwa vile Roho wa Bwana yuko juu yake, amemtawaza, amemtenga, amempa upako wa kuhubiri. Kingine, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amenituma, sio nimejituma, amenituma. Kwa hiyo Yesu bado anaonyesha kuna wajuu yake. Alafu na vipofu kupata kuona tena, na wafanya vipofu waone kwa sababu ya nguvu ya Roho, waacha huru waliosetwa, na waweka huru waliogandamizwa kwa sababu nina nguvu ya nani? Ya Roho. Unaelewa sasa? Sasa chimbuko letu lazima liwe Mungu. Ukikosa hii, wewe huwezi ukawa kiongozi wa Mungu. Utakuwa kiongozi wa watu. Unafika mahali unasema, mchungaji, hebu nyamaza kwanza. Kwanza umetukosea sana. Hebu utubu kwanza. Washirika wanamwambia tubu kwanza ndio uendelee. Unasemaje hilo kanisa? Utaliweza? Ni la watu, sio la Mungu, la watu. Wamekasirika. Kwa hiyo unashindwa hata wakati unahubiri ujumbe uliopewa una mashaka. Naweza nikahubiri hivi, fulani akafikiri namsema. Kwa wewe uko mwoga kila siku, huleti matokeo. Kwa nini mnateseka? Mko hapa kanisa la watu, ukiwapeleka kimungu wanapiga simu kwa askofu wako, unaondolewa. Au hao wenyewe wanakuondoa. Hatumtaki. Angalia kwaya kwenye makanisa. Si tuna kwaya 2, 3, 4. Sasa kwaya hii ipe nyimbo 2. Hii nyimbo 2. Hii ipe wimbo mmoja. Alafu ibada iishe. Utaendelea kwa mchungaji. Utaendelea kwa mchungaji. Watakung'oa. Hatumtaki, anapendelea. Hata kama una mpango mzuri kwamba saa hizi hii imbe 2 na hii imbe 2, hii imbe 1, mwishoni tena nitawapa 1, hawaelewi. Kwa nini? Kanisa ni la wanakwaya. Na nimejifunza kwaya ina nguvu kuliko mchungaji. Ukweli ndio sijui kweli. Kwaya ina nguvu kuliko askofu. Na kwaya ni ya maana kuliko mahubiri. Watu wanapata kwaya. Ndio maana mchungaji ukisimama wanaanza kusinzia. Wakati wa kwaya watu wote wako macho, kwa sababu ndio kilichowaleta. Sasa useme saa hizi, hebu sasa tukae vizuri, mtumishi wa Mungu anasimama kutuletea neno la pili. Ndio saa ya watu kutoka kulala, watu kuandika sasa message kwenye simu, wengine hata kupiga, kwa sababu ulicholeta hawana shida nacho. Kanisa ni la kwaya. Na ukitaka wakusikiliza waambie nitahubiri kwa kifupi, alafu kwaya itaimba tena. Hapa tusilale. Wala tusiondoke. Kwa hiyo nilitaka kwanza mjue hii, kwa sababu tutaenda kuzungumzia watumishi wa shetani.
Hao watu wamefanya kazi kubwa sana kuliko wachungaji. Na kwa nini wamefanya kazi kubwa? Tatizo ni hili, wao wanamsikiliza shetani, wachungaji wanawasikiliza watu. Hii hamwezi kubisha. Si ni kweli? Kwani washirika wanaoenda kwa waganga wa kienyeji ni wachache? Ni wachache? Ni wengi. Sio washirika, tuna maaskofu na wachungaji, baadhi yao wanaenda. Kwa nini? Wamekosa nguvu za Mungu. Wengine watumia hirizi. Sasa acha tuendelee. Katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 25. Wasomaji, kama mnanisomea haraka, nataka niwasogeze mahali. Maana kuna siku nyewe mnaenda, wengine mnaenda Canada, wengine Amerika, uende na ufahamu mkubwa, ukasimamishe kitu cha kimungu. Tusome Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 25. Biblia inasema, kwa maana mlikuwa mnapotea kama kondoo. Lakini sasa mmemrudia mchungaji na mwokozi wa roho zenu. Mchungaji na mwokozi au mwangalizi wa roho zenu. Kwa hiyo Mungu ni mwangalizi wa nini? Wa roho zetu. Kama ni mwangalizi, wewe amekuweka huo mwangalizi wa hao walio chini yako. Na huyo kiongozi wa kwaya, na yeye ni mwangalizi wa nini? Wa kwaya. Kiongozi wa kina mama, na yeye ni mwangalizi wa nani? Wa kina mama. Anafanya kwa niaba ya nani? Ya Mungu. Na kwa niaba ya huyo kiongozi. Kwa hiyo uongozi wa kiroho ni mnyororo. Unatoka juu, unateremka chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukiwa kwenye kanisa hili ambapo umetukaribisha wengi, mwenye sauti ya mwisho ni kiongozi mkuu. Mtakwenda, lakini lazima muende kwa kiongozi mkuu. Tuambie, ataamua. Sasa hawezi akaamua hapo mkaza hatutaki. Umesharudi kwenye demokrasia. Na nguvu kuliko yeye. Kama aliwekwa kidemokrasia na kanisa ni la kidemokrasia, ni sawa. Na lazima migogoro iwe mingi, kwa sababu watu ndio wenye kanisa, sio Mungu. Kule kwetu nasikia watu wanasema amekula sadaka zetu. Hebu jaribu kufikiri. Sadaka si tunatoa kanisani? Ndiyo. Jana si tulitoa sadaka? Ndiyo. Tulimpa nani? Tulimpa Mungu. Mbona mnanyamaza? Tulimpa Mungu, tulimpa mchungaji. Tulimtolea Mungu. Ndiyo. Lakini tulikuwa tunampa nani? Mungu. Na mchungaji sikuona anapokea. Niliona watu fulani wanachukua kwenda kuzihesabu. Sasa kama tulimpa Mungu, zikipotea tumepotelewa sisi, amepotelewa Mungu. Mungu amepotelewa. Zinatuhusu nini? Tuelewane kitu rahisi. Amekula, amenenepa na kitambi. Tunalalamika nini? Sisi tulimpa Mungu. Na mkataba wetu ni mmoja. Mungu nakupa na wewe ni bariki. Inaishia hapo. Haya mengine tunarudi kwenye demokrasia. Maana yake hatujatoa bado za kwetu. Ndio maana tunasema amekula nini? Sadaka zetu. Ananenepa kwa sadaka zetu. Hatusemi ananenepa kwa sadaka za Mungu, kwa sadaka zetu. Bado ni yani kanisa ni letu, sadaka zetu, jengo letu. Siku mkivurugana nasemaje?
nitaondoka na bati langu. Ndio. Sasa wewe siku unaleta, si ulimletea Mungu? Sasa unalichukua unalipeleka. Na wakati ulishalitoa. Shida hiyo ni shida kubwa. Na watu wengi wamelaniwa kwa kufanya vurugu kanisani, kwa kubomoa majengo ya kanisa. Wewe chochote kilichotolewa kwa Mungu, hata kama ni mkeka ule wa kulalia, unahitaji mkeka, ni mkeka. Hata kama ni mkeka ulitolewa kwa Mungu, haukuhusu. Ni kiti amepewa Mungu. Usiseme mimi nahama ili kanisa, naondoka na kiti changu. Umekipata wapi? Shida iko hapo. Haya, turudi sasa hapa Isaya yetu 55 mstari wa 4. Umewekwa kuwa kiongozi. Umewekwa na nani? Na Mungu. Kama kiongozi una wajibu. Wajibu wako ni nini? Ziko nyingi. Cha kwanza, una dhamana. Kiongozi ni mtu mwenye dhamana ya kuwapeleka watu kwenye kusudi la Mungu. Andika hiyo point. Ana dhamana ya kuwapeleka watu kwenye kusudi la Mungu. Kama Mungu amekuweka, amekupa dhamana, wapeleke watu wangu kwenye kusudi langu. Hiyo ni muhimu sana, na hii nataka uelewe tofauti ya kiongozi na mtumishi. Kiongozi ana dhamana kwa ajili ya watu kuwafikisha mbinguni. Kiongozi ana dhamana kwa ajili ya roho za watu alionao. Kwa akirudi nyuma mmoja, kiongozi lazima uumie. Kwa nini amerudi nyuma? Lakini mwinjilisti hana hiyo dhamana. Ndio maana anaweza akachemka hapo kanisani alafu akasema niko tayari wote mtoke, hata nikibaki peke yangu. Yeye hajui kwamba hao wamepatikana kwa gharama. Yeye anawaza utakatifu tu, hata mkiisha wote, na kweli anaanza upya. Lakini anaanza kulia, ona Mungu wameondoka, wameniacha. Lakini alisema mwenyewe. Nataka mtu aelewe kitu hapo. Kiongozi hayuko kufukuza watu, yuko kutengeneza watu, yuko kuwabadilisha watu, na kwa wakati wa Mungu. Mtu amekuja na wake wengi, usimwambie siku hiyo mwache huyu, acha hao wengine, ubaki na mmoja. Wewe sio kiongozi sasa. Mjenge kwanza kwenye neno, alafu Mungu atasema naye tu, ataamua siku moja, na hiyo siku sio ya kwako, ya Mungu. Ndio. Jaribu kufikiri, hata umekuwa wewe una wake watatu, uliwaoa wote kwa halali, kwa maana ya kuwatolea mahari, umezaa nao. Leo unakuja kwenye imani yetu ya kanisa, alafu siku hiyo hiyo Bwana amua ubaki na huyu, hao wawili waache, unaacha yupi? Na wote uliwapenda ukawaoa. Lakini pia umejiandaaje kuwatunza au nao waache? Sio na watoto wako. Lazima watoto utunze. Usipotunza ni dhambi. Sasa hilo haliwi kwa mtumishi, linakuwa kwa kiongozi. Kiongozi ataenda na huyu mtu mpaka atafika kwenye viwango vya neno, kwa sababu ana mzigo kuhakikisha huyu mtu anabadilika. Haleluya, Amen. Wanakuja wamevaa vibaya,
Elewa, kanisa ni sawa na garage. Garage hayaendi magari mazima, yanaenda magari gani? Wachukue, utawabadilisha. Ndio uongozi. Kanisa ni sawa na hospitali. Hospitalini hawajazani wazima, wanajazana nani? Wagonjwa. Ni kazi ya kiongozi kuwapokea na kuhakikisha wamepona. Kanisa ni sawa na shule, wanakuja wajinga wafundishe. Haleluya. Kwa hiyo kanisa sio kukusanyika tu na kusali, lina wajibu mkubwa. Kama kiongozi, wajibika. Kiongozi, wape watu majukumu ya kufanya. Sio watu wanajiamulia tu ibada leo tunaipeleka hivi. Kiongozi lazima awe na msimamo kwamba ibada hii haijakidhi viwango. Nilifurahia mchungaji mmoja jana alisema, ni mahali fulani hapajanibariki. Aliona hatukufikia viwango, hata kama inawezekana kuna mtu alikasirika, lakini ukweli unabaki pale pale kwamba kama kiongozi anaona hapakufika. Kwa hiyo kiongozi ndiye anayetangulia wengine katika kila jambo. Ndio maana sifa za kiongozi sio upako. Sifa ya kiongozi ya kwanza ni imani. Sifa za kiongozi na mtumishi ni tofauti. Sifa ya kwanza imani. Sifa ya pili ya kiongozi ni tabia. Ziko nyingi, nataka kutaja chache hizo. Imani, tabia. Kiongozi awe na tabia. Ndio maana mchungaji anatakiwa awe ameoa. Sharti hilo haliko kwa mwinjilisti. Sharti hilo haliko kwa mtume, kwa mishonari haliko. Lakini anayesimamia kundi lazima awe na familia. Mwinjilisti hata kama hajaoa aenda akahubiri, hajazuiwa. Wachungaji si mko, lakini ninachoongea ni sawa sasa. Si mnasoma Biblia? Paulo alikuwa na mke. Yesu alikuwa na mke. Kwa nini akaruhusiwa kuhubiri? Alikuwa mhubiri, anazunguka huko na huko, na Paulo huko na huko. Wewe unayesikiliza mashauri ya ndoa, mashauri ya kifamilia, wewe unayeongoza watu, lazima uwe kielelezo. Haleluya. Amen. Kwani kuna andiko linasema mwimbaji lazima awe ameoa au kuolewa? Ni kiongozi. Kwa sababu huyu ni kichwa, wanamtazama. Kwa nini anatakiwa kuwa na mtu wa imani? Ili asiwapoteze watu na ili aishindanie imani. Hata kama ukitaki, andika Tito 1:9. Inawezekana anachofundisha watu hawakitaki, walitegemea mengine. Leo tunapita huko. Tunapita huko kwa sababu Bwana anataka awekeze kwako. Tito 1:9. Soma hapo. Inasemaje? Tito 1:9.
inasema akilishika lile neno la imani vile vile kama alivyofundishwa. Lazima ulishike neno la imani kama ulivyofundishwa wewe kiongozi. Apate kuweza kuwaonya watu kwa mafundisho. Unawaonya watu kwa mafundisho yenye uzima, sio ya porojo, sio ya mitaani. Na kuwashinda wenye kupinga. Alafu washinde wapingaji. Ni kazi ya nani? Kiongozi. Kiongozi ndio anatoa mwelekeo. Hili hapana, hili sawa. Kulingana na Biblia. Ile darasa tutafika? Tutafika asubuhi au jioni? Kiongozi ni mtu wa thamani mno. Bila kiongozi kanisa linapotea. Yeye ndio anasema haya mafundisho hapana, haya sawa. Anayeweza kumsimamisha mhubiri pale mbele aliyekuja kuvuruga kanisa ni kiongozi. Ana uwezo wa kupima na kusema hili hapana. Tulikuwa kwenye mkesha mmoja miaka mingi nikiwa kijana. Akaja kijana mmoja, sielewi alikuwa na shida gani. Wakampa kuhubiri kwenye mkesha. Akachemka. Sasa watu walikuwa wakimya kama mlivyo wakimya. Akaona inawezekana wanielewe. Akatoa tai. Akachemka, hawamuelewi, akatoa koti. Akaendelea kuchemka, akatoa na shati. Mchungaji akasema huyu sasa sio mhubiri tena. Hebu mumshushe hapo. Unafikiri hapa anaenda kutoa nini sasa? Si suruali sasa. Kwa mchungaji aliilinda imani. Akasema hapana. Hata kama ni mwinjilisti huko alikofika siko. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Sasa kiongozi, hebu soma Matendo 20 mstari wa 28. Au mistari imekuwa mingi nimechoka. Kwa sababu 20:28 Matendo, kiongozi lazima uwe na maandiko ya kusimamia. Amen. Sio mhubiri alisema, hakuna hicho kitu kwa kiongozi. Imeandikwa. Jitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu ninyi viongozi. Na lile kundi lote nao. Mlitunze na lile kundi lote nao. Ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake. Angalia sasa. Hasemi ambalo washirika wamewaweka kuwa viongozi. Anasemaje? Roho amewaweka kuwa nani? Waangalizi. Waangalizi wa hilo kundi. Alafu pate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake mwenyewe. Jitunze, litunze kundi, lilishe kundi. Ni kiongozi. Jitunze wewe. Yaani uwe na ushuhuda. Yaani kama wewe mchungaji huna ushuhuda, sasa nani atakufuata? Kwa sababu mchungaji ni wa kufuata. Sisi wengine tuna neema, tunachemka, tunakutana mkutanoni, tunaachaniana mkutanoni. Wewe wako. Hata ukienda mkutanoni utarudi nao hapa. Si mlienda nao mmerudi nao. Na bado mnao. Na Jumapili mnao. Wiki hii umewapumzisha, lakini wako wanaangalia kiongozi amevaaje. Hiyo ni sifa zake. Kiongozi anaishi, anafanya biashara gani? Kiongozi unauza bangi, hapo unaitwa mchungaji, hata kama ina faida. Uchungaji umeutupa, hakuna atakaye kusikiliza. Kwa nini? Wewe
ni mtu wa thamani sana. Jitunze wewe, jitunze hata sema yako pale madhabahuni, hata mtaani. Kuna Kiswahili kule Tanzania, mtu anakwambia mambo, alafu mtu anasema poa. Sasa kwa mchungaji hakuna poa, utakuwa mtaani tu, hata kama mnasemaga poa, mliiga bila mtu. Hayo ni maneno ya wale watu wanakaa kwenye vijiwe ya kutumba wa sana. Mimi sijasema, amesema hivi. Yaani kuna pepo kazi yake kuanzisha misemo ili kupotosha wenye haki. Lazima ujue hilo. Sasa hii sehemu ya kiongozi, wewe unalea, kuna wengine wanalelewa. Maya kuchunga ng'ombe, unatoka jamii za wachungaji, maana kuna maeneo ukifundisha hicho kitu ni ngumu kuelewa. Ng'ombe huwa hawapeleki machungani pamoja na ndama. Ndama wanatenga, ng'ombe wanapeleka. Kwa hiyo ng'ombe wanaweza kwenda safari ya mbali, ndama wanakula jirani. Washirika wachanga ni sawa na ndama, wana mafundisho yao, tutaona hapo mbele. Lazima uwape hayo, yanakuwa mazuri matamu kwao, wanafurahia imani yako, kanisa litazidi kuongezeka. Kiongozi ni shahidi. Wewe ndio unawaambia uzuri wa Mungu, kiongozi, na wewe unaulinda. Tumeshasoma ile Tito 1:9, unaulinda. Petro anasema hatujafuata hadithi zilizotungwa kwa uongo, tuliona wenyewe, tulisikia na ile sauti. Mtu akiwa na hilo neno ni sawa na taa inayong'aa kwake. Wewe ni shahidi, ni Mungu amekuweka shahidi wa mambo yake ili yasipotoshe. Ya mwisho, wewe ni kamanda. Kamanda, kazi ya kamanda ni panga vita, kupiganisha vita na kupigana vita. Kanisa ni jeshi la kiroho, lina vita na nani? Lina vita na shetani. Lina vita na nani? Lina vita na watumishi wa shetani, mawakala wa shetani. Sasa nani ataliingiza kwenye hivyo vita? Ni kiongozi. Sio washirika wanafika wanasema mchungaji, tunaomba tuwe na maombi ya kufunga, tunashambuliwa mno na nguvu za giza. Haipaswi iwe hivi. Kiongozi ndio atakiwa atangaze tuna vita, na hiyo vita inamwathiri mno kiongozi. Na vita vya shetani, shetani anachofanya ni kuwapigia mahesabu kulingana na kamanda wenu yukoje. Una vita vingine, kanisa watu wanatawanyika, linaisha, unabaki jengo tu. Alipiga mahesabu akasema hawa silaha yao ni hii. Vita nyingine, watu wote wanakuwa watenda dhambi, lakini hamna anayeondoka. Wote watenda dhambi, lakini hamna anayeondoka. Vita nyingine, anashambulia uchumi wenu, wote mnakuja na uzuri. Ni kazi ya kiongozi kuhakikisha mnapigana vita mpaka mnashinda. Ni wajibu wa kiongozi kuhakikisha watu wako hawatesi na shetani. Ni kiongozi.
Sio lazima uwe wewe. Alika hata mtumishi wa karama yake aje akusaidie kupigana vita. Kama vita imepita kwenye magonjwa, alika mwenye karama ya kuponya aje aponye wagonjwa. Umesaidiwa wewe. Kikubwa angalia unayemwalika haji kukupindua. Hilo ni la muhimu. Haji kuchukua namba za simu za washirika wako alafu awaambie sadaka zote mwe mnatuma huko. Hayo yanatokea. Kesi hizo ziko nyingi. Ukiona mtumishi umemwalika alafu anachukua namba za simu na ana bidii, hapo shituka. Kwani ulimwalika kuja kuchukua namba za simu? Sasa mbona yeye anang'ang'ana na namba za simu? Na achukui namba za simu kama mtu hajanona. Anaangalia huyu alikuja na pikipiki, huyu alikuja na gari, huyu amevaa vizuri, huyu ni mwalimu, huyu ni daktari, huyu anachukua hiyo namba. Ndanielewa? Lakini ni kamanda, lazima usaidiwe vita. Kanuni hapo, alika mtu ambaye unaona hata kuvurugia. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Nataka tuhame hapa. Huko mbele hapo haya tutakuwa tunakutana naye. Kwa hiyo kiongozi sasa unawachukua watu. Unaanza kwenda nao hatua kwa hatua mpaka wafike. Tuna Wakristo tulishawafikisha kwenye ukomavu. Na tunasema asante Yesu kwa sababu huyu amekomaa. Lakini kuna wengine hatujawasogeza popote. Ni wajibu wa viongozi. Bila hivyo huna kanisa. Unapowafanya watu wakomae, unapata wa kukuzunguka, wa kukusaidia, wa kukuombea, wa kukutia moyo. Hawatakulaumu, watakubeba. Kingine hapo, hebu angalia Kutoka 32 mstari wa 34. Kiongozi, hakikisha umefikia maono ya Mungu. Kutoka 32 mstari wa 34. Basi sasa uende kuwaongoze watu hawa mpaka mahali pale ambapo nimekuambia habari zake. Tazama, malaika wangu atakutangulia pamoja na hiyo siku nitakayowajilia, nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Uwachukue uwapeleke mpaka pale Mungu anataka. Hilo ndio la kiongozi. Na uongozi ni mzuri sana. Kwa sababu hata kwenye sherehe za kanisa wewe unakula vizuri kuliko wengine. Lakini siku ya mwisho ndio utajua kwa nini ulikuwa unakula vizuri. Maana Mungu anasema utatoa hesabu. Wote waliopotea utaeleza kwa nini fulani alipotea. Ulikuwa unapewa mapaja ya kuku badala ya vipapatio. Siku hiyo utaeleza. Ulikuwa unakunywa soda 3 wenzio moja. Siku hiyo utaeleza. Kwa msikiri uongozi kitu rahisi. Ni rahisi tu ukishikamana na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lazima uwafikishe pale Mungu anataka. Mungu anataka kanisa takatifu. Mungu hana shida na watu kuishia kuokoka. Walimuuliza Yesu, "Je, Bwana, wanaookolewa ni wachache?" Alisemaje? "Jitahidini kuingia katika mlango ulio
Wengi watataka kuingia, wasiwezi. Tuhakikishe tumemtengenezea Bwana watu waliotengenezwa, watakatifu, wacha Mungu, wenye haki, waaminifu, wenye ukweli. Hiyo ndio hatima yetu ya utumishi wetu. Promova TV, a home of testimonies.